timu gani? Leo unaweza kutokea Yanga amekuita umeenda kuwa msemaji wa Yanga, kumbe wewe ni shabiki wa Simba. Ni jinsi gani kuonyesha hisia zako umezificha. Maana alichokisema amesema kitu kizuri kwangu, mimi nimempongeza na nimependa, ndo vizuri. Alikuwa ni Yanga lakini kule alifuata ugali. Shida kwenye maisha, kutafuta maisha. Huwezi kuwa ukabezi kwenye mapenzi wakati unatafuta maisha. Kwa hiyo alichokifanya alikuwa anatafuta maisha, na kweli aliweza kuificha hisia zake, akafanya kazi. Lakini baadhi ambao walikuwa wanamjua ni baba yake nadhani na mama yake ndio walikuwa wanajua mtoto wetu huyu ni Yanga, kwa sababu yeye anafanya kazi, hatuwezi kufichwa sio yote. Nadhani baba yake alikuwa anajua na mama yake alikuwa anajua. Kwa hiyo yeye ndiye alichofanya, yani alionekana kama askari, alikula kiapo na kweli akaweza kufanikiwa. Mwisho wa siku baada ya kuachana na Simba akaenda Yanga, ndio kaja kuonyesha kweli mapenzi, kwa sababu tayari kuacha ingiza ugali wake na chapata fedha zake. Mimi kwa wasemaji na waandishi wengi wa mpira na habari, tunabidi tuweze kujificha kwenye hisia zetu, kwa sababu leo yupo clubs, leo upo Crown, leo yuko UFM, leo yuko UFM. Ni mchambuzi wa mpira, lakini unapokuwa mchambuzi wa mpira ficha hisia zako, napenda timu gani, kwa sababu leo kesho utakuwa upo UFM, utakuwa upo Crown, utakuwa upo Clouds. Mwisho wa siku utaenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Unaweza ukaficha hisia zako. Na hivi vilabu viwili Simba na Yanga ndio katika utangazaji wako wakakuelewa kwa msemaji, wakataka kuita. Hiyo hisia zako ndio zitafanya watu waweze kuchagua kwenda kuzungumza timu. Lakini unapoonyesha hisia wakati wewe ni mwandishi wa habari, utakosa vitu vingi. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba waandishi wa habari, hisia zenu zificheni. Fanyeni kazi yenu, chambueni kilicho kuchambulika. Ongeeni kitu ambacho kiko sahihi, lakini kuingilia ushabiki wala kupiga hizo timu mimi kwangu sipendi, na sipendeshi kama shabiki. Ina maana wewe ukificha hisia zako wewe, ninakusaidia wewe. Manara kama angekuwa kama wachambuzi wengine ambao mtu anajionyesha hivi na hivi, sidhani kama naye alipa angeweza kuwepo, vitu vingi tungekuwa tunazungumza mengine, lakini hisia zake ndio zimtuma Manara mpaka leo aitwe Manara, kwa sababu alificha hisia zake. Hisia akaja kuzionyesha baada ya kazi. Kwa hiyo mimi nawasihi waandishi wa habari, muwe makini sana na kuwa na hisia zenu. Mzificheni hisia mnapokuwa kwenye tasnia ya habari, kwenye vyombo vya habari. Ficheni hisia zako. Huwezi kujua kesho unaenda hapa, kesho utoka hapa. Unaweza kuonyesha hisia zako, mwisho wa siku kaja kukosa kitu kipato ambacho ulikuwa unakipata, watu wakakunyima kazi. Bana Jofu Master, kwa kumalizia. Yeah. Ile tupe receipt kupelekea match tarehe moja. Yeah. Sisi Simba mimi nimefunga goli 3 bila. Tushatengeneza kila kitu, kwa sababu kipigwa nyingi huyo uongozi sasa hivi ndio unatengeneza katiba. Hiyo katiba tena itavurugika. Kwa hiyo sisi tumekaa na Yanga na wanachama, tumwambia hata timu yenyewe bwana, tusiwafunge magoli mengi, kwa sababu tukishapiga 5 au 6 vitu vingine tutavuruga, hata katiba yenyewe inaendelea. Kwa hiyo Simba mpaka sasa hivi ana mvurugano. Unaona mashabiki hao wanakuambia walikuwa mimi tumtaki, Mangua tumtaki. Sio wanakuambia mashabiki kuna machawa. Yaani ile timu mpaka sasa hivi imekuwa ni vurugu. Yaani wewe nianzie wapi, niende wapi, niishie wapi. Ila mimi naamini sisi hata kuwafunga magoli mengi ili kuibomoa ile timu. Unajua Simba bila Yanga haiwezi kuwa Yanga, Simba bila Yanga bila Simba haiwezi kuwa. Kwa hiyo sisi wenyewe na tumemwambia kama kuna changamoto nyingine mtuambie tuwasaidie. Ile ya kwanza tushawasaidia ya katiba. Simba msaidia nani? Bwana elewi. Sisi ndio tumewasaidia. Kwa sababu baada ya kukataa tukabidi sasa sisi tutoke kidogo tuambie serikali. Sawa, sisi tumeeleza, hataki kuelewa. Ndio natoka kukuambia kwamba Simba sio waelewa. Kila siku nakwambia Yanga tutamfunga ndio kutokea. Kwa sababu baada ya kuambia tubadilishe katiba hawataki. Tukabidi hii tuwaokoe, wasije akafifia. Tukabidi ndio serikali kidogo bwana. Hebu tutenze, tutakosa kuwa na timu dabi sasa. Tutaanza kuwa na Azam, kwa sababu wenzao naona kila kukicha wanafifia. Wao wakarudi watusaidie, ndio imetoka. Sasa ndio maana nakwambia nataka kuwafunga magoli mengi. Sisi ndio tumewasaidia. Wao tushawafunga, tena tutakuwa ndio tutafanya. Wao tunafunga magoli 3 ambao watakuja kuwasaidia, na ili waende baadaye tena kwa waje. Ila Mangungu mimi ninachowaomba mashabiki wa Simba, mechi itakapoisha mmefungwa, mzee wa watu mmwache. Yule acheze uwanjani, mzee Mangungu muacheni anenepe mzee. Jamani mzee watu mbona mnamwangaisha hivyo? Yeye acheze uwanjani. Juzi wameshinda. Sasa hivi wanashikia Yanga. Ndio Yanga katoka. Mangungu amemsahau. Yeye wakipigwa tarehe moja wanarudi kwa Mangungu. Hiyo vitu mimi sipendi. Yaani mimi kama shabiki wa Yanga, yule mzee watu naye ni binadamu. Ni binadamu, wanamnyima haki za msingi bwana. Wewe timu ikifanya vizuri, Mangungu apepewe. Timu ikifungwa, Mangungu ndo anahujumu timu. Sasa tunashindwa kuwaelewa nini? Ila mimi ninachowasii, mechi ikiisha tarehe moja wakishafungwa, Mangungu wamwache mzee anenepe kidogo. Mbona mzee anamgasi hivi, atakamue nini? Mimi ninachowashauri